huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Watu wa Mungu, Mungu wetu anajitambulisha katika neno, anajitambulisha katika sanduku la agano lenye majina matatu: upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Popote unaposikia, popote unapoona watu wanaonyesha hilo tunda, tambua kwamba yupo Mungu wa miungu. Kwa hiyo Mungu wa miungu, asili yake yeye ni upendo, kunyenyekea na kuvumilia. Kwa tuko mahali hapa ni kwa sababu Mungu ametaka. Kwa ningependa kila mmoja kwa nafasi yako, achilia moyo wako. Moyoni mwako ni chumba cha ibada. Toka tuko pahala hapa, manake tumeachilia utayari wa mioyo yetu ili Mungu aweze kuchukua nafasi. Lakini tusisahau Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Katika ushindani wa hizi falme, Mungu wa miungu anajidhihirisha katika matendo yaliyo mema. Shetani anajidhihirisha katika matendo mabaya, tabia mbaya, tabia chafu. Kwa hiyo watu wa Mungu, uokovu ni mabadiliko ya tabia. Hilo ukilibeba ukalifanyia kazi, utaona faida ya uokovu. Lakini Yesu ambaye ni Kristo amerejea, na katika urejeo wake tumepewa miaka 1000 ya kutawala na kumiliki. Israeli mpya ndani ya ukoo wa Mwansasu. Ni ukoo uliobeba baraka. Kinyume cha baraka, watu wa Mungu, ni laana. Manake ni ukoo usioruhusu laana. Manake tulikotoka kwenye hizo koo tulibeba laana. Laana mojawapo ni zile tabia zisizompendeza Mungu, ambazo ni kwa muda mrefu zimetung'ang'ania, tukawa chukizo mbele zake Mungu. Lakini leo hii tuko mbele zake Mungu, Mungu wa miungu, tukiwa tumebeba tabia iliyo njema. Ni neema ambayo tumepewa ya kumpendeza Mungu. Kwa maisha yetu yamepewa nafasi ya kumpendeza Mungu hapa duniani. Kwa tukitaka kufanikiwa chini ya jua, katika mifumo aliyoitengeneza Mungu wa miungu, ni lazima mwanamke apate nafasi, kwa sababu katika kuumbwa kwake kuna kitu amebeba, na hicho kitu alichokibeba mwanamke ndicho kinachosababisha kufanikiwa chini ya jua.
Kwa niliweza kufundisha kwamba Mungu mwenyewe alisema kwamba mwanaume kuishi bila mwanamke si jambo jema. Ndipo Mungu akachukua hatua ya kumfanyia huyo mwanaume msaidizi. Ndio maana nikasema wewe mwanaume, kama ungekuwa umekamilika katika kutawala na kumiliki hii dunia, wala msaidizi asingesogezwa kwako. Na pia nikasema mwanamke, jitambue kwamba mwanamke, huu ndio wakati wa kufunguka ufahamu, jua wajibu wako. Nilifundisha sana, nikaenda mbali, nikasema hii dunia hapa ilipofika, aliyeiharibu ni mwanamke. Na tukaulizana ni kwa nini ni mwanamke. Tukaona shetani katika mabaya yote chini ya jua, ili aweze kutawala hii dunia, anamtumia mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni wa thamani. Aenda zaidi ya miezi 6, ni wewe tu mwanamke. Nataka uamke, akili irudi. Nataka ujue, kaenda mbali kwamba shetani anayemuinda hapa duniani ni mwanamke tu. Hana muda na mwanaume. Shetani hana muda na mwanaume, hana muda. Na hii elimu yote hamkuijua kama kanisa zaidi ya miaka 2000. Ni kwa nini? Ni kwa sababu jamii nzima ilikaa kwenye mila na desturi. Ndani ya mila na desturi, jamii ikafundishwa kwamba mwanaume ndio zaidi ya mwanamke. Ndio maana Afrika ni maskini. Ndio maana kanisa ni maskini, hakuna matokeo. Ni kwa sababu mwanamke kafukiwa chini. Nimetumwa kukunyanyua mwanamke. Hewe mwanamke, mwambie mwanamke mwenzio hapo kwamba mtume ametumwa kukunyanyua wewe mwanamke. Amjiamini? Sijasikia. Kwa hiyo hilo ningependa kila mwanamke ujue na utambue. Huu ni wakati wa mabadiliko, kwamba zaidi ya miaka 2000 Kristo ameshindwa kudhihirika. Ni kwa sababu mwanamke alikuwa hajajua nafasi yake ya kanisa. Tunaposema kanisa ni jumuiya ya waaminio, ndio naohubiria mimi hapa. Unajua mimi kazi yangu ni kuwafanya watu waingie kwenye hii jumuiya. Na ukiwa ndani ya hii jumuiya, lazima mila na desturi uziache huko nje. Na mila na desturi, roho ya Kiyahudi haikuwa tayari kuwa jumuiya ya Kristo itakayojenga ufalme wa Kristo chini ya jua. Kwa mwanamke ni ngao. Nilifundisha kwa mwanamke ni ngao ya mwanaume. Tukiondoka mwilini tukaja kiroho, wewe ni ngao ya kanisa. Ngao ya kanisa mwanamke. Mwambie mwanamke jirani yako kwamba wewe ni ngao ya kanisa. Mwambie tena. Alafu niwaambie kitu watu wa Mungu. Chochote unachoambiwa sema, ukiona una aibu, yani wewe utakuja kuvuka nacho, nenda wenda. Okay, mwenyewe una mashaka. Mimi tegemea hapa ungenyanyuka, wanawake ni ngao ya kanisa. Wanawake sisi ni ngao ya kanisa. Mimi tegemea, hebu simama. Au naona mpaka bembelezo. Unaona, simama kwenye viatu vizito sana. Anawaza kusema mwanamke ni ngao ya kanisa. Mwanamke ni ngao ya kanisa.
Mwanamke ni ngao ya kanisa. Hapo tuna uwezo wa kupambana kwenye hii vita. Kumbukeni niliwafundisha kwamba shetani siku zote analala na kesha. Adui namba moja wa shetani ni wewe mwanamke. Sasa utaenda kupambana na shetani hivi. Ngaya kabisa. Shetani unasema? Kuwa makini mwanamke. Huu ni ujumbe ambao Roho ametaka ushuke. Tumepewa miaka 1000. Miaka 1000. Mungu, mbingu zinataka kuona mwanamke ajue, atambue ni kwa nini aliumbwa. Ndio wakati. Kwa watu wa Mungu, Roho amenituma niwaambie kwamba mtawala wa ulimwengu ni mwanamke. Kwa mwanamke akipewa kipaumbele, manake kutakuwa na matokeo. Kutakuwa na matokeo. Kwa mwanamke jitambue. Mwanamke amka. Mwanamke fanya kazi ya Mungu. Leo hii injili tunaipokea mara hapa, walioifikisha ni wanawake wenzio ambao walikataa mila na desturi. Haleluya. 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 Mwanamke alikusudiwa. Alikusudiwa. Unajua katika uumbaji wa Mungu mwanamke aliumbwa tofauti. 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 Kuliko mwanaume, kuliko viumbe vingine vyote. Aliumbwa tofauti. Wewe mwanamke uliumbwa tofauti. Tofauti. Ila ujui. Ujui. Lakini siku ya leo napenda ujue. Napenda ufahamu. Napenda haya ninayoyaleta ukayatendee kazi. Ukisha atendea kazi, tutaona Kristo ni namna gani chini ya jua. Anakuwa ameshadhihirika. Nilifurahi sana juzi, huyo binti yangu aliyekuwa Muislamu. Juzi amekuja na mume wake. Amekuja na mume wake. Ni kwa nini? Kwa sababu yeye ameamua kubadilika. Mwanamke ameamua. Unajua mwanamke ukiamua umeamua. Hakuna atakaye kusukuma. Ndivyo ulivyoumbwa. Yaani ukiamua. Hata ndani ya nyumba. Ukisema hatutaki kujenga, tuwe tunavaa tu, na kweli tutaendelea kuvaa. Ndio asili ya mwanamke. Ndio asili ya mwanamke. Lakini huyo mwanamke akisema lazima tujenge umsimu, na kweli tutajenga. Sasa huyu mwanamke asimame na lipi? Asimame na lipi? Binti yangu akaja hapa. Akasema nimemleta mwenzangu aongozwe sala. Hapo tukaenda mbali. Kauliza mmeo wapi? Akasema wa Lupembe. Mwanaume wa Lupembe. Ameamua kuokoka. Kwa sababu mke wake ametangulia, ameamua kubadilika. Kwa hiyo nani atakayebadilisha kanisa? Ni wewe mwanamke. Ni wewe mwanamke. Ni wewe mwanamke. Neno la Mungu linasema ni ukweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi atatawala dunia. Hili neno la Mungu.
lisilopingika. Mwanamke akisema tutajenga na mtajenga, akisema hatujengi, ni kuvaa, ni kwenda saruni, mtaishi, ndio maisha yenu hayo. Amesema. Mimi sija kusikia wanasema baba mwenye nyumba, mama. Kwa nini? Ndio ni mtawala nyumba, anatenda matendo makuu na anaongoza nyumba katika maendeleo kwa dunia hii ya kwake. Baba, unaweza ukapenda maua uyaweke ndani ya nyumba, yeye kama hayapendi utayakuta yako chooni huko. Yeye hayapendi. Sasa wewe baba lizimtaka unang'ang'ania wewe yani. Kashindage polini huko. Kwa tunaposema nyumba, tunaposema maendeleo katika jamii, ni mifumo ya maendeleo chini ya jua. Niko hapa, tunataka kanisa lisonge mbele. Nani wa kulipeleka kanisa mbele? Ni wewe mwanamke, ndo asili ya Injili. Sio mwanaume. Usifikiri kwa nini nyinyi wanawake mmejaa hapa. Tukipige wewe Michael, kwani wanaume wako wangapi hapa? Wanawake ni wengi. Wanaume ni wachache. Kwa nini? Manake nyinyi wanawake, nyinyi ndio wenye hii kazi. Mkisema huyu Yesu ambaye ni Kristo atawale na kumiliki, atatawala. Mkisema hapana, hataonekana Yesu ambaye ni Kristo. Kwa nini? Kumbuka katika uzao wake Yesu alitokana na tumbo la mwanamke. Yule mwanamke angekataa, leo hii ufalme wa kutawala na kumiliki usingekuwepo. Hebu angalia thamani ulionayo mwanamke. Mbingu ziliona, Mungu alitaka ili iwe, aliangalia chini ya jua. Yule Yusufu alikuwepo. Si Mariamu alikuwa mlembo wake. Kwani asimshushe Yusufu kwamba Yusufu wewe hebu kanipiganie? Kwa nini mwanamke? Kwa nini mwanamke? Ni chombo thabiti ndani ya kanisa. Kwa hiyo vita ninaokuhubiria mwanamke, kwamba shetani analala na kesha kwa ajili yako, si kwa sababu ya maisha na mmeo, kwa sababu ya kanisa. Shetani anahangaika na mwanamke, anakesha litangaza vita, ni kwa sababu ya kanisa. Kumbuka Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Manake kila huu falme ili uweze kuonekana chini ya jua, mwanamke anaonekana ni muhimu. Ndio bana pale Edeni Mungu aliamua kumleta msaidizi. Lengo la kuletwa msaidizi Edeni ni kwa ajili ya ufalme wa kwake, sio kwa ajili ya kuzaa. Unanichungulia? Punguza idadi. Kuna siku utaona umuhimu. Lazima tujue lengo na kusudi la Mungu.
la kuachiliwa wewe mwanaume na huyu mwanamke baadaye. Lazima tujue. Kumbukeni nimesema hizi ni falme mbili zinazoshindana. Kwa hiyo mahali popote penye jamii, ili pawe na maendeleo, anatakiwa kuwepo mwanamke. Hewe mwanamke, nafasi yako lazima uijue. Muuliza mwanamke mwenzio, nafasi yako kwenye deni yako nyumbani kwako unaijua? Muulize wewe mwanamke. Unaona tu misemo inavyopishana. Bado kuna tatizo. Edeni haikuwa mbinguni, ni chini ya jua. Tunajadili maisha ya chini ya jua. Tuko hapa tunachapa injili, tunavimba, tunatoka majasho. Ni kwa sababu tuko chini ya jua. Tunataka ufalme wake huyu Mungu udhihirike. Neno la Mungu linasema ni ukweli usiopingika kuwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuiteka jamii ya wanawake, kwa mwanamke, shetani anakesha kuteka ufahamu wako, kuteka akili yako. Kachonjo kiwa pongole kweli mwanamke, kiwa lijinga mwanamke lijinga. Jitambue kuanzia sasa, ujue thamani yako, ujue ulishushwa kwa ajili ya nini. Yesu ambaye ni Kristo leo hii asingeitwa mfalme wa wafalme bila mwanamke. Mimi ndo nachokihubiri hapa. Na katika safari yake ya kwenda msalabani, aliokuwa nao kipaumbele mpaka kufanikisha ile injili walikuwa ni wanawake. Unashangaa jamaa alikuwa anacheza solo. Hawana muda. Na ukiona muda ambao walisogelea kulikuwa na maslahi. Mwanamke anajua wajibu wake. Angalia maslahi, anajua wajibu. Leo nataka tujifunze kitu kimoja kuhusu mwanamke. Tunaendelea kuhusu mwanamke mpaka afunguke huyu mwanamke. Miaka 1000 ni mingi. Kristo anatakiwa kutawala na kumiliki. Bila we mwanamke injili haiendi. Watu hawataokoka. Hawataokoka. Wewe huoni tu dada wa Kiislamu juzi tu kamleta mwingine. Wewe mwenzangu umemleta nani? Una mwaka mzima toka nimekuwekea mkono bila kuongoza sasa. Umemleta nani mwenzangu? Mwezio juzi. Unanichungulia. Juzi tukaleta mwezio. Juzi tu. Tunataka leo tujifunze ujumbe tulionao. Tunataka tujue hasira ya shetani kwa mwanamke. Ni kwa nini shetani ana hasira sana na mwanamke? Kwa nini? Lazima tujue, bwanangu, lazima. Unajua jamaa ana hasira, kimwona mwanamke ana hasira je kutokea. Ndio maana unaona wanawake wapo hapo. Hawajitambui hao unaowaona. Ndio maana nawahubiria. Hao ni vipofu. Ulize mwanamke mwenzangu, nawe ni kipofu. Anasemaje mwenzio? Yeye anaona.
Mwanamke amekataa, yeye sio kipofu, anaona. Na kama unaona hilo jicho, tunahitaji liwe timilifu. Watu wanatakiwa kuokoka. Injili ya ufufuo inatakiwa iwafikie watu. Shetani ana hasira na wewe mwanamke, hasa wewe mwanamke uliokoka. Ndio umechokoza baba, umewasha moto. Kiona matatizo yanaongezeka ndani mwako, sio huyo mume wako. Shetani amejua hatima yako unakotaka kwenda. Anachokifanya ili usiende kokote, urudi kwake, vuruga ufahamu wako. Anaanza kuchezea ndoa yako. Kila ukilala ukiamka kwa waganga. Limbwata. Wewe ni limbwata. Na limbwata likizidi, mnakaa mnatazamana tu. Na mkiendelea kutazamana, mume wako kesho ni marehemu. Wanawake wengi ni wajane, ni kwa sababu hawajui nafasi yao. Sababu iliyomfanya shetani amchukie mwanamke sana, nataka uijue leo sababu. Unajua inawezekana nahubiri tu hapa watu hamjui ni kwa nini huyu shetani anatuchukia sana. Unajua hapa tumetangaza vita sasa hizi. Sasa hebu ngoja niulize, hivi wanawake sasa mtamuona wapi shetani sasa? Nisi nimeshawatangazia vita Mtamuona wapi? Nyewa, mtamuona wapi shetani? Mtamuona wapi? Naanza kumtafuta. Sababu iliyomfanya shetani akuchukie wewe mwanamke, amchukie mwanamke sana sana. Kuna kuchukia kidogo afu sana. Yaani wewe shetani anakuchukia wewe, acha ujui. Anakutumia huku aharibu maisha yako. Sababu mojawapo ni pale alipogundua Mungu alipoweka mkono wake katika maisha, katika kumthamini mwanamke. Kilichomchukiza sana shetani mpaka leo unapambana naye ni ile roho ya Mungu wa kweli kuona thamani ya mwanamke. Ndio maana mila na desturi imegeuza, haioni thamani ya mwanamke. Lakini ndani ya Kristo kuna thamani ya mwanamke. Kwa ndani ya kanisa, shetani anapoona wewe mwanamke umeokoka, tambua kwamba una vita moja mbaya na kali hapa duniani. Yeye anachotaka kuone kwenye madangulo yake huko, mmevaa vile, si mkoje, ndio hela yake. Ndio maana kanisa tunakataza huo uchafu kwa mwanamke. Haujanielewa? Kwa matendo mabaya yote yanayosimama kwa mwanamke, yanayokataliwa na kanisa mbele zake Mungu, shetani hana utayari. Linakuwa ni chukizo ndani ya kanisa. Na lile chukizo nalibeba wewe mwanamke, manake uokovu wako unakuwa wa gharama. Ninaposema alihusisha mkono wake, unajua shetani alifurahi sana Mungu alipoumba mwanamke na mwanaume.
Alafu katika safari endelevu ya kumfanya mtu kuwa mavumbi na uhai, alimwona mwanaume akienda peke yake duniani. Shetani hapa safi. Tufungue Ufunuo 12. Tuone hii vita bado inaendelea. Ya wewe mwanamke. Wewe mwanamke ndio ndiye mleta mtumishi. Mwansasu mwenyewe hapa ameletwa na mwanamke. Mitume na manabii, viongozi wa kila aina wanaletwa na mwanamke. Mwanamke angekataa kumleta mtume Mwansasu, leo asingeitwa mtume. Kwa sababu mwanamke Mariamu angekataa kupokea neema ya Kristo kwamba mzae Yesu, leo tungekuwa wapi? Thamani. Umbea wa nini mwanamke? Tulia. Nini? Tulia mwanamke. Jenga nyumba mwanamke. Jenga taifa mwanamke. Jenga kanisa mwanamke, jenga kanisa. Mwanamke akisema baba, hii sadaka haiendi kanisani, haiendi. Na kama unapeleka kwa wizi, na hiyo haipokelewi, usia wizi. Amekataa. Anakataa. Kila mara anakataa. Lakini ile sadaka mkikaa nayo wote hapa, wote ni moyo mmoja, hakika kitaka kwenda kutokea ni kikubwa. Ufunuo 12 mstari wa 17. Ufunuo 12 mstari wa 17 unasema hivi: joka likamkasirikia yule mwanamke. Joka linabeba neno shetani. Joka liko badala ya shetani, kama uko ujui. Ukiona kwenye ndoto unaotaota majoka, huyo ndio shetani mwanangu. Ndio maana nafundisha kwamba madhabahu za ukoo pande wa baba yako, ukoo pande wa mama yako, mme wako au mkeo, kwamba hizo ni chanzo cha uharibifu wa maisha uliopita. Maana yake zinabeba uwakala wa shetani. Unaona miungu, lijoka ni miungu, ndio shetani mwenyewe. Kama ulikuwa unielewagi siku zote. Joka likamkasirikia yule mwanamke. Lilikasirika joka, acha, lilikasirika. Likaenda zake lifanye vita juu ya uzao wake waliobakia. Uzao wake waliobakia. Kwa uzao wa mwanamke wote huko vitani. Atakaye kuokoa wewe mwanaume ni mke. Hatujuagi. Hii vita wanaume duniani hatumwezi shetani. Hatumwezi. 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 Unajua dunia hii ya leo ni mwanaume lazima unasimama unampiga mwanamke, unapigana na wanawake. Unajua watu wanakucheka. Wanakucheka. Au shetani ni mwanamke?
Tunajifunza nini? Au ni mwanamke shetani? Hamtaki kuamini. Joka likamkasirikia yule mwanamke, likaenda zake lifanye vita juu ya uzao wake waliobakia, likasimama juu ya mchanga. Hapana, joka likamkasirikia yule mwanamke, likaenda zake likafanya vita juu ya uzao wake uliobakia, wanaozishika amri za Mungu. Wanaozishika amri, wanaozishika. Nimewaambia mwanamke, ukitaka vita yako na shetani iongezeke, tangaza. Unajua mshauri wa huduma anielewi. Yaani ukiokoka mwanamke ndio unakuta nyumbani mume anasumbua. Wako wanawake mpaka leo wanaacha wokovu kwa sababu mume amesema unaenda wapi. Kuna siku utanielewa. Kuna siku utanielewa. Kwa mwanamke una vita kubwa sana chini ya jua. Lakini hii vita ina ushindi. Ushindi wa hii vita ni nguvu ya tumbo lako, kile ulichokiachilia Kristo. Nani kama mama bwana? Tukisoma maandiko, Yesu dakika ya mwisho alienda msalabani, aliacha maagizo, naomba mamangu mtunze. Au mja kupaona. Aisee wenyewe naomba. Ndio nakwenda. Lakini naombeni huyu mama huyu. Mnitunzie huyu mama. Hasira ya shetani kwa mwanamke, sababu iliyomfanya shetani amchukie, akuchukie wewe mwanamke, akuchukie sana, ni kwa sababu aliona Mungu amejihusisha kukuleta hapa chini ya jua. Alikuleta kwa kusudi ili Mungu aweze kuvuka. Kumbukeni pale Edeni, roho iliyokuwa imekaa kwa Adamu ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Ni Mungu. Neno la Mungu linasema ni ukweli usiopingika, kwa shetani anajua kuwa kama akifanikiwa kuteka jamii ya wanawake, basi atatawala dunia. Hata hivi vyama vya siasa unavyoviona hivi, wewe ukitaka chama cha siasa kiwe na nguvu kwenye nchi, wakikubali wanawake. Yaani wanawake wakikataa chama cha siasa hamna kitu. Miradi yoyote, shughuli yoyote ile, ukitaka uifanye iwe na mafanikio, mtangulize mwanamke. Baba, mwanzo utasikia sisi nyumbani kwetu hatukopagi, libaba limevimba. Si umetumika. Lazima tukope. Lazima tukope. Umevimba na wewe kama mwanaume umevimba. Kila ukirudi nyumbani kumenuna. Bebe. Kila ukirudi nyumbani kwa moto. Mwishowe twende tukakope. Na wewe mama nani bwana? Twende tu tukakope. Unaingizwa pahala ambapo hapakuwa penyewe kwa sababu mwanamke ametaka.
Kwa tumeona hiyo ufunuo. Lakini mkombozi pekee, wewe mwanamke, mchukue Kristo, mpokee Yesu, muamini, atende kazi mwako, utaona. Kwa sababu yeye ana utayari wa kukaa kwa mwanamke ili aweze kuvuka, ni asili. Ukitaka kujua, tufungue Luka 8. Fungua Luka 8. Tunamhubiria mwanamke. Tunaona hata kule site kule. Ukiita watu tuje kule tukafanye kazi, waliojadi wanawake. Tunaojenga kazi ya Mungu. Sio hii mijamaa hii bwana, iko busy. Sio asili yao. Luka 8 mstari wa kwanza mpaka 2. Neno la Mungu linasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Nani huyo? Yesu. Yuko kazini. Yuko kazini Yesu. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale 12 walikuwa pamoja naye, wale wanafunzi wale 2 na wanawake kadhaa ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Tunajifunza kwenye ibada zake Yesu ambaye ni Kristo, waliokutwa na tatizo walikuwa ni wanawake. Biblia ya Agano la Kale ilikuwa sio rahisi sana kuandika historia na kumweka mwanamke awemo kwenye hesabu, lakini hapa alionekanika mwanamke. Alionekanika. Yesu aliogopa kuteua wanafunzi wale 12 awemo mwanamke. Shida ni moja tu, ni mila ya desturi. Tena asingetimiza hata siku 3. Kama ulikuwa unajiuliza miaka yote ulikuwa hujui ni kwa nini wanafunzi wa Yesu walikuwa wanaume tu, mila ya desturi. Unapotaka kwenda mahali ili ukafanikiwa swala lako, ni lazima. Mungu alilitazama hilo. Manake hata wanafunzi 12 wangechanganywa kufanya kazi na wanawake, wangegoma, wangeleta mgomo, kwa sababu wamebeba mila na nini ya kumtenga nani. Hebu lishike hilo, litakusaidia. Litakusaidia. Na wanawake kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, aliyetokwa na pepo 7. Jamani, hivi tunapokutoa pepo, manake ndani mwako kuna nini? Shetani. Sabara wakalizali watu wanaojiki, kwani wanawake wana mapepo? Wana mapepo. Vita. Ulikuwa hujui? Hujui? Vita alionayo mwanamke ndo mwenye vita chini ya jua, hasa akionekanika yuko kanisani. Tunaona Mariamu Magdalena alipohudhuria hii injili, kwenye mkutano wa injili, nguvu ya Mungu ilipomshukia Yesu, Mariamu alikutwa anao pepo. Lakini hao pepo
Wakaondoka pepo 7 na wanawake kadha. Wanawake hakuwa Mariamu peke yake, hakuwa Mariamu peke yake. Tatu, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao Yesu. Yale majamaa 12 alikuwa analishwa na akina mama kwenye nguvu kazi ya akina mama. Na yule jamaa alikuwa anaiba sadaka wanaotoa wanawake. Hilo lazima tuliseme. Si walifurahia kwani wanafunzi wa Yesu wako 12 hayumo mwanamke? Na maisha yao yalitegemea nini? Inotolewa na nani? Hapa Injili inasema. Lakini huyu mwanamke aliona thamani baada ya kuponywa, baada ya kufunguliwa, aliambatana na Kristo kwenye mali zake. Hatujui Mariamu na Magdalene na huyu mke wa wakili. Unaweza kukuta mshahara wa wakili ulilazimishwa kwenda kuhubiri nini? Wakili alikubali atake. Mwambie mwanamke wewe kubali, utake usitaki unakubali. Mwambie huyo mwanamke jirani yako. Mwambie tena. Litakubutua lijawa nyumbani. Jumbe tulionao tunaendelea vile kujua ni kwa nini shetani ana vita kubwa sana na mwanamke. Ana vita kubwa sana na we mwanamke, ni kwa sababu Mungu alihusika kukuleta hapa chini ya jua. Na Mungu alikuleta chini ya jua kama msaidizi, manake wewe ndiye utakayepeleka injili ya kwake. Shetani alilijua hilo. Baada ya Adamu, mwanamke alikuwa kiumbe kipya kilichoumbwa na Mungu. Mwanamke katika uumbaji wake tunasoma na kufahamu Mungu alitulia kwa mpangilio mzuri. Jamani, tunasema mwanamke anatakiwa mtulivu, sio mapepe tu. Mwanamke ukiona mume amekuja juu, wewe tulia. Kwenye mpira kule, wakati tunacheza mpira, kuna namba 2 ziko pale kati, 6 na namba 8. Hizi namba ni muhimu sana. Timu ikivurugika haielewi ifanye nini, hawa kazi yao ni kutuliza. Kuituliza nini? Timu. Kwa wewe 6 na 8 kama sio mtulivu, hiyo timu itafungwa siku yajaye kutokea. 6 na namba 8 ni nani kwenye maisha? Tuliza dhoruba kwenye nyumba yako. Mwambie jirani yako, huyo mwanamke, tuliza dhoruba kwenye nyumba yako. Kuwa mtulivu kwenye maisha. Tuliza dhoruba ili kwenye injili ya Kristo. Tuliza mwanamke. Mna mashaka sana. Simameni wanawake, msimame. Haya, msimame. Wengine utasikia naye huyu anatusumbua. Kwa mwanamke uliumbwa kwa namna ya kipekee kuwa msaidizi wa hapa chini ya jua. Na kwa sababu shetani yeye ni baba wa wivu, anakuonea wivu. Ndio maana anarushia mapepo mengi kwako. Muulize jirani yako, mwenzangu, mmeshiriki mapepo mangapi? Unayo tabia yenyewe ulionayo ni mapepo.
Mwambie tabia ambayo ulionayo ni mapepo. Tukae wanawake. Mungu alipoumba ulimwengu alitumia neno. Likawa kitu kilichokamilika. Pia mwanadamu akamtengenezea na kumpulizia ile pumzi, akawa mtu hai. Huu ni uumbaji wa mtu aliyebeba roho ya mwanaume kuja Edeni. Tunaiona ile kwenye Mwanzo 2:7 hadi 8. Tunaona. Lakini mwanamke aliumbwa, alitengenezwa. Nataka ujue thamani yako, ulitengenezwa. Unajua kama umewahi kufika kule Mtwara, wale wa Makonde wale wanachonga haijaye kutokea. Nani Makonde hapa? Yaani ukifika kule Mtwara wakianza kuchonga kwa utulivu, unaweza ukachongwa wewe enea wewe ukatoka na tunywele twako hivyo hivyo. Ni Mungu alitulia. Hiyo ibada ndiyo inayotengeneza uthamani ya wewe mwanamke. Tunda la Roho. Tunda la Roho ni upendo. Ukipokea ufahamu wa kiungu, wewe mwanamke, katika hii dunia utatambua thamani yako. Kumbe utajua utajiri na kufanikiwa kwa hii dunia unayo wewe mwanamke. Lakini kinachofanya wewe usijue, ufahamu. Kristo amerejea. Miaka 1000 tunatawala na kumiliki. Mwanamke, ni wakati sasa wa kupokea ufahamu, wa kutambua nafasi yako, kwamba Mungu alitulia, alikutengeneza, alikuumba, lengo na kusudi ili ufalme wake uweze kujengwa. Ndio maana roho ya kwake ikaja kazaliwa kwenye tumbo la mwanamke kwa ajili ya kupambana na shetani. Wewe ni wa thamani. Tunda la Roho. Tunda la Roho. Upendo ni maisha ya watu wa Mungu. Na maisha ni upendo. Mwambie jirani yako, shika neno. Mwambie tena. Amina. Watu wa Mungu tusimame.